Sasa tunarudi kwenye ligi kuu ya NBC na mambo mengine ambayo yanahusu soka letu kwa hapa nchini Tanzania, ambapo nitaendelea kuwa na Andrew Kinga Mkono sambamba naye Rashid Hamis the Heavyweight Pandit. Watakuwa hapa kuweza kukupatia ufafanuzi wa kile ambacho kitakuwa kinajiri kwenye michezo ama tafsiri halisi ya kile ambacho kitakuwa kinakupatia gagaziko kidogo. Baada ya kutinga hatua ya 16 bora kwenye kombe la shirikisho la CRDB kwa kuifunga Songea United mabao 3-1, kikosi cha Singida Black Stars kimeendelea kujiwinda dhidi ya mnyama Simba, huku mashabiki wake wakitamba kwamba wataenda kumsimamisha mnyama kwenye dimba la Airtel Stadium katika mchezo wa ligi kuu ya NBC ambao utachezwa Machi 11 mwaka huu. Ni miongoni mwa michezo ambayo utaenda kuishuhudia kupitia Azam TV. Na tukapata taarifa ambayo inahusu Hussein Masanza ambaye ni afisa habari wa klabu ya Singida Black Stars, akizungumza kuhusiana na kile ambacho Singida inajiandaa nacho dhidi ya mnyama Simba. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Leo tumecheza mchezo mwingine mgumu kweli kweli katika mashindano ya kombe la shirikisho CRDB na kufanikiwa kuondoka na ushindi wa goli 3-1. Ni mchezo ambao unatuvusha kutoka nafasi tuliyopo kutoka 32 bora na sasa tunaingia kwenye mzunguko wa 16 bora. Uwanja wa nyumbani Airtel Stadium, tumerudi tena kurudisha heshima hapa ya kupata ushindi kwenye michezo yetu ya nyumbani, na mchezo huu umemalizika. Focus sasa inahamia kwenye mchezo unaofuata, na kwa mujibu wa ratiba mchezo ambao uko mbele yetu ni tarehe 11 mwezi Machi ambao tunacheza dhidi ya Simba Sports Club. Mchezo mkubwa wenye hadhi kubwa, na kipekee kabisa ni wakaribishe mashabiki wa soka kutoka maeneo mbalimbali kwa sababu mchezo tena sio wa eneo dogo, ni mchezo wa kitaifa. Tuwakaribishe katika uwanja wetu wa Airtel siku hiyo ya tarehe 11 saa 10 jioni kwenda kutafuta alama 3 nyingine katika mahesabu yetu ya ligi kuu. Tutazungumza zaidi kuelekea mchezo huo, lakini kipekee ni wapongeze pia mashabiki ambao wamejitokeza kwenye mchezo wetu wa leo na niendelee kuhamasisha waje kwa wingi, lakini zaidi ni wapongeze wachezaji wetu ambao licha ya kwamba vijana ni kama walikuwa wamekamia mechi hivi. Vijana wa Songea walikuja kama wana jambo lao hivi, tukawabembeleza wakaona kama wanatuweza sana. Zilipokuja kufumuka sasa, Joseph Gede akaja akamaliza mchezo kwa goli la 3, na hiyo ikawa ni hitima ya kufanikisha matokeo haya makubwa, kwa sababu goli 3-1 kwenye michuano ya knockout si matokeo madogo. Kwa hiyo hii ni sehemu ya maandalizi pia kuelekea mchezo wetu mkubwa ambao unafuata dhidi ya Simba Sports Club. Naamini kwa wale ambao walifika hapa wakajionea namna ambavyo timu imepambana, basi wana confidence kwenda kwenye mchezo huo mkubwa. Timu iko imara na iko tayari kwenda kutafuta alama 3. Kuelekea mchezo wa tarehe 11 mwezi wa 3 2026 ya teli hapa, itakuwa ni kati ya Singida Black Stars na Simba Sports Club. Mechi itakuwa ni ngumu. Mechi ni mimi niseme tu mashabiki waje uwanjani, waje waone nani atakayechanga karata vizuri ndio atakayeondoka na matokeo. Ila usije na matokeo yako uwanjani. Mechi haitabiriki. Huenda Simba akashinda, huenda Singida akashinda. Atakayechanga karata yake vizuri basi ndio atakayeondoka na matokeo. Mimi nadhani wachezaji kwanza wako vizuri. Kwa hiyo sisi tunawasubiri Simba waje. Mashabiki tunawasubiri, wachezaji wanawasubiria kwa hamu. Tunachotaka tuone pointi 3 watachukua Airtel Stadium. Naam, hapo ni Singida ambapo mashabiki wakiwa wanaeleza pia ya kwao kuhusiana na kile ambacho wanakifanya ama wanaandaa burudani hiyo ya ligi kuu ya NBC kati ya Singida Black Stars dhidi ya Simba. Hussein Masanza amezungumza namna ambavyo wanaandaa timu sasa kuelekea kwenye huo mchezo, akiutaja ni miongoni mwa michezo mikubwa, na kweli ni miongoni mwa michezo mikubwa ambapo huwa inazalisha upinzani mkubwa sana. Rashid, umeona mashabiki? Mashabiki Singida wapo na wanaisubiria Simba kwa hamu. Na unapenda kwenda Singida? Napenda kwenda Singida. Singida pazuri. Tukupeleke. Kiwezekana. Singida kaka. Pazuri Singida. Ni kuku au nini? Kuna Singida. Kuna msikiti mpya pale mjini. Singida pazuri. Ya kwenye uwanja wao sijafika. Kwenye uwanja wao Airtel Stadium. Uwanja mzuri. Sijawahi kufika. Nimesha liti pale. Hii itakuwa mechi kweli. Sehemu ya kuchezea ni pazuri. Pitch. Sehemu ya kuchezea ni nzuri. Hii itakuwa mechi kweli, na Singida na Simba wajipange. Kwa nini useme itakuwa mechi kweli? Kuna nyingine ambazo sio mechi kweli? Kuna mechi zingine unaziona kabisa hii mechi familia. Kwenye mzania unaona hii mechi
Kama ipi? Kama ipi? Kama ipi? Kama yani hizo ulizowahi kuona kwamba kwenye mizania kama ipi? Acheze labda let's say Azam na Prison. Unaona kabisa Azam, unaona kabisa kwamba hapa Azam, yani umesema hii itakuwa ni mechi kweli. Yeah. Kuna mechi ambazo naamini kwamba hii itakuwa mechi ngumu kama hiyo Singida Simba, kwa maana kwanza quality ya wachezaji ni zinafanana, yani kwa unaweza kutoa wachezaji wa Singida 5 na wakaanza Simba 5, unaweza kuchukua wachezaji 5 Simba wakacheza Singida Black Stars, hivyo walivyo, kwa madaraja yale yanafanana. Kwa hiyo hata kwenye namna ya kuapproach mechi huwezi kwenda kuapproach mechi kwenye uzania mdogo sana. Kwa mwalimu lazima aingie deep sana, na sio mechi ambayo itakuwa ni ya ngunju. Akili na mbinu ya walimu zitafanya kazi zaidi kwa sababu ya madaraja walikuwa nayo, na pia wote wameonyesha kwamba kimataifa kuna kitu walikuwa wanapambania bendera ya Tanzania. Kwa hata mwalimu pia atapewa background ya Singida Black Stars, na Singida Black Stars anapoiona Simba inakuwa ni mechi kweli, kwa sababu wanakuwa wanawataka, na alithibitisha mechi walipocheza kule Kwara. Simba alikula 3 pale, ndoto zikaishia pale za CRDB mwaka jana. Kwa this time around Singida hayupo kwenye nafasi nzuri pia kwenye msimamo wa ligi, ni kama bado anajikongoja. Simba Sports ni kama gari imeanza kuwaka, kwa hiyo kila mmoja wana ndoto ya kwenda kufikia kile ambacho wanakihitaji walichokifanya msimu uliopita. So ni miongoni mwa mechi ngumu, ni mechi ambazo ninaamini lazima wajishikilie. Andrew, mechi ya Singida na Simba Sports Club anazungumza Rashid kwamba itakuwa mechi kweli. Hussein Masanza, afisa habari wa klabu ya Singida Black Stars, ameanza kuzungumza jinsi ambavyo wanajiandaa na mchezo huo. Kwa nini unauona mchezo ambao utakuwa ni wavuta ni kuvute? Yani kwa sababu kwanza kuna kinacholetaga upinzani, kuna ile mitazamo ile mitazamo ya kwamba hawa Singida wanawakamia Simba kuliko wanacheza na Yanga. Kwa hiyo mtazamo upo unaishi kwenye hiyo dunia. Na kingine mechi zao, katika mechi 5 walizokutana nilijaribu kufuatilia, Singida ameshinda mechi moja. Mechi zao na mashindano mbalimbali. Mechi moja wameshinda, Simba ameshinda mechi 3, mechi moja wakatoa sare. Katika ligi mechi 4 za kwenye ligi Simba ameshinda 3, sare 1. Kwa hiyo Simba kushinda anashinda, lakini anashinda kwa ushindi ule wa mapambano 1-2, 2-2. Kwa hiyo ni mechi ambayo hasa ikichezwa Singida inakuwa mechi ngumu sana, kwa sababu Singida wako nyumbani na wanajitoa na wanapambana. Kwa hiyo huo ndio ambao Rashid ugumu anauona, na unaona kabisa kwamba Singida anataka kuja kufanya kitu. Na sasa ndio kwa sababu kuna hizi kelele nyingine kwenye dunia yetu ya mpira, kwenye siasa zetu za mpira, kwamba Singida akicheza na Simba anakuwa anawakamia sana. Umeona? Kwa hiyo hizo kelele ndio zinafanya huo mchezo sasa unaenda kuonekana ushindani wake ulipo, kwamba hawa wanakuja kwenye haya mashindano kwa ajili ya kuwakamia Simba. Ni vibaya kwa timu kukamia timu nyingine. Aliwahi kusikika Mayele akizungumzia hili. Hakuna ubaya akiwazungumzia Azam kwamba Azam wanapokutana na Young Africans wanawakamia. Ni vibaya timu ama ni vibaya hata mimi nikikutana na mtu nimkamia, kama ni kudundana tudundane. Sio vibaya. Unajua ni aina ya mpira. Kuna timu wakicheza na timu fulani wao wanaamini hao sisi tunawaweza. Kwa hiyo wanakuja pale kwa ajili ya mapambano kuonyesha kwamba tunaweza. Na kuna hiyo timu nyingine ikicheza na timu nyingine inasema hawa sisi bwana watu wawezi wakubwa zetu wanafungwa. Na historia inaonekana duniani kote. Yaani kuna timu inafungwa mechi na timu miaka 10, 15, timu moja inafungwa. Unaona? Lakini unaona jinsi gani hao wanaofungwa, je, wanaonyesha wana nia ya kupambana? Unajua kuna mtu anafungwa anafurahia kufungwa kwake. Alafu kuna mtu anafungwa anapambana kwamba nafungwa sio kwa bahati mbaya, kwamba wanazidi tu uwezo, lakini vitu vingine vyote nakuwa nimefanya sasa, na watu unaona wanachukia kufungwa kwao. Kwa hiyo unaona mechi kama hii Singida watakuja watataka kwamba kwanza wataka kuwaonyesha watu kwamba ile mechi iliyopita walofungwa goli 3 ilikuwa ya bahati mbaya. Kwa hiyo hii hatuwezi tena kuruhusu tukafungwa goli 3 hapa nyumbani kwetu. Kwa hiyo tunacheza na mkubwa mwingine, na sisi tunataka kuwa miongoni mwa zile timu 4 za pale juu. Kwa hiyo nadhani wao Singida watakuja kwa mapambano hayo kuhakikisha kwamba Simba wajue kwamba hii mechi itakuwa sio nyepesi, na wana wachezaji wana uwezo,
Sasa Simba wao sasa kuwaonyesha kwamba nyinyi pamoja mnakuja mnatukamia, sisi bado ni bora kwenu, kwa sababu mechi zote tulizokutana na nyinyi tutawafunga. Kwa hiyo hapo Simba na wenyewe wanajua waonyeshe uwezo wao. Wachezaji wanao Simba na timu iko vizuri, imeruhusu magoli machache kwenye ligi, magoli 4 tu. Unaona wanako vizuri na wanafunga sasa hivi magoli wanafunga mbele. Kwa hiyo ni jambo ambalo naona upinzani utakuwepo kwa Simba kutaka kuendeleza ule ubabe, hata kama nyinyi mnatukamia, lakini sisi bado ni wakubwa kweli. Ni mechi yapi? Ni mechi ya kwanza ambayo ama wana mechi moja tangu kuzindua uwanja ule na upoteze kwa maana mechi ya Young Africans. Mmoja wameshinda na Coast Union, wamefungwa na Yanga. Kwa maana hiyo wamepoteza moja tu kwenye ule uwanja. Na wanaenda kukutana na Simba hapo Airtel Stadium. Ni rekodi ambao wanataka waendelee kuitengeneza kwamba pengine ukawa ni uwanja ambao ni mgumu kupata matokeo, ama unaiona Singida Black Stars ikiwa haitofua dafu katika kutafuta hiyo rekodi pengine mbele ya Simba? Rekodi bado inaibeba Simba. Lakini mechi inakuwa ngumu kwa sababu ya siasa za mpira. Na siasa zilizokuwepo tu za football ambazo haziathiri maisha ya mtu yoyote. Ndizo ambazo zinafanya mechi inakuwa ngumu sana. Na Simba wenyewe wanajua ugumu wa kukabiliana na Singida Black Stars. Maandalizi yake yanakuwa mara 2 zaidi kuliko mechi ya kawaida au ya timu zingine, ukiondoa wale wakubwa wengine. Kwa sababu hata ukiangalia kwenye hizo siasa za mpira, Singida ametoa taarifa kwa umma 2. Taarifa ya kwanza kufungia watu ya kumsamehe Khalid Aucho kwa kuomba msamaha. Ndio. Taarifa ya pili ni kujithibitishia kwamba kamati imekaa na imethibitisha kwamba Basogi hakufanya hiyo michezo ambayo klabu hakupanga matokeo, kwamba alikuwa ni makosa ya kibinadamu. Sasa ukiangalia wote wanarudi. Sasa ukiangalia daraja la Khalid Aucho na Basogi ni madaraja ya wachezaji wakubwa sana. Mmoja akicheza Super Eagle tena Afcon, na huyu mwingine ni kapteni wa the Cranes. Kwenye mpira wetu wa Tanzania hawa wameshathibitisha kwamba ni wachezaji wa daraja la juu sana. Sasa kwenye hizo siasa za mpira ndo unarudi kuna mahusiano ya ukaribu baina ya baadhi ya virabu na urafiki. Kwa nini hawa leo, kwa nini hawa hapa tupe mfano. Lakini ni taasisi na uhuru wake, kwamba sisi tuna uhuru wetu binafsi wa kuamua mambo yetu bila kushinikizwa na tukupe mfano au nikupe mfano mmoja ambao pengine unaweza ukatoa tafsiri ya haraka ya kile ambacho kinazungumzwa. Hivi karibuni kumezuka na mzozo wa mataifa kadhaa pale Mashariki ya Kati, kwa maana Marekani, Israeli wameungana kuweza kudili na Iran. Sasa juzi moja Marekani alishikwa pabaya, akapiga kelele akasema kuna mtu anakusaidia kukupatia taarifa za wewe kunipiga. Akaitaja hiyo nchi kwamba wewe kuna nchi inakusaidia wewe kuweza kunipiga. Yaani unamaanisha kuna nchi inaisaidia na nili kuweza kucheza na nili. Inawezekana kaka. Kwa sababu mechi kama hizi ndio zile watu wanaidiwa hela zaidi ya zile za kawaida. Kama nani mkimfunga huyu. Unaona, nakumbuka kuna mechi moja ishakuona ilikuwa si nani Meke alikuwa kocha Meke kama sikosei. Akamwambia kaza wewe, amtaki hela jitumeni. Kagera dhidi ya Simba. Unakumbuka hiyo mechi? Na Kagera ile kwa inasumbua hela. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo, mechi kama hii ikifika watu wanajipanga sana. Kwa hiyo lakini mimi naona kwa mfano kuna mechi kwa mfano ya ligi kuu labda ikiwakutanisha Mangush na baadhi ya timu, wanasema kuna upinzani mkubwa. Mangush wakutana baadhi ya timu wanasema upinzani sio mkubwa kivile. Kwa mimi naamini kwamba ni desturi. Kwa mfano leo ichukue Toto Africans ile uicheze huko ilipo, wacheze na Simba huko ilipo. Hata sasa hivi huko ilipo, hata kama ina wachezaji wawili wapange kwamba bana chezeni na timu fulani, watacheza mpaka miguu yao ikatika. Timu fulani sema tu Simba
Yani ni asili kwamba timu hizo zikikutana zinakuwa hivyo. Kwa hiyo kuna kama kwa upinzani fulani hivi kuna kuwepo na upinzani. Kwa hiyo tutazame taarifa nyingine ambayo inahusu klabu ya Simba Sports Club ambayo imeongeza wachezaji wake wawili mikataba, ambapo kiungo mkabaji na beki wa kati wa Simba Yusuf Kagoma pamoja na Rushen Derwek wameongeza mkataba wa kuendelea kusalia viunga vya Msimbazi, ambapo Kagoma amesaini mkataba wa miaka miwili huku Derwek akisaini mkataba wa mwaka mmoja. Ni miongoni mwa taarifa ambazo jana zilianza kupita katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikimuonesha CEO wa Simba Zubeda akiwa ameshika kalamu na karatasi akisaini mkataba. Rashid, mara kwanza kusaini mkataba wako wa kikazi ulijisikia? Very happy. Baadaye? Baadaye? Sio baadaye. Nimekuuliza mara ya kwanza ulijisikiaje? Very happy. Baadaye? Unajua ni baadaye inategemea uniambie bado uliendelea kujisikia very happy. Sasa ndio maana bado maana si ushaingia sasa kwenye majukumu. Ndio nikuuliza sasa majukumu sasa majukumu mazito sasa unakuta ulali. Ulali. Upate usingizi, utekeleze majukumu ya watu. Sasa hivi unapambana. Lakini mara kwanza una sign. Sawa. Unasikia raha kwa sababu unaamini una sign upo kwa moja kati ya taasisi kubwa. Azam Media Limited. Una sign kwenye club kubwa kama Simba. Au Azam au Yanga, kwa sababu unajua automatic maisha tu yanabadilika yenyewe. Ni kitu ambacho kilitegemewa kwa wachezaji hawa wawili kuongezwa mikataba. Yusuf Kagoma performance yake ambayo alionyesha baada ya kusajiliwa na Simba, lakini Rushen Derwek kile ambacho anakionyesha na sasa hivi tunamuona mara nyingi akiwa na usinga. Yeah, of course mimi nilitarajia au watu wengi walitarajia kwa sababu performance ya Rushan imeongeza kitu kikubwa sana kwenye defense ya Simba Sports, na ni mchezaji ambaye ameonyesha kwamba ana character za kuwa leader, na yeye mwenyewe amethibitisha. Kuna moja interview anasema umri wake ni mkubwa, experience aliyokuwa nayo amezidi idadi ya wachezaji wengi, akajifananisha na baadhi ya wachezaji akasema hakuwahi kupanga kuwa kapteni, lakini wachezaji ambao wakiwa makapteni hana shaka kama Shomari Chama akajaribu kumention. So unaona ni proud kwa Simba kuweza kupata saini ya Rushen Derwek na kuendelea kusalia hapo. Ni mtu ambaye ameonyesha msimu huu sio tu kwamba anaweza kuzuia, ana uwezo pia wa kufunga. Ni nadra sana kuona ma center back wanakuwa sehemu hiyo. Japo mifumo mingi ya mpira sasa hivi inaruhusu pia wachezaji wanaocheza kwenye eneo la ulinzi kuwa sehemu ya pia wanaweza kufunga. Lakini kwa Yusuf Kagoma the same, amekuwa na msimu bora sana msimu wa mwaka jana. Timu imefika fainali kombe la shirikisho. Amekuwa ni mchezaji ambaye anategemewa sana kwa staili yake ya uchezaji. Ni moja kati ya viungo ambao wanacheza tough sana. Kuna muda unaweza kutafsiri wanafanya madhambi, lakini ni staili ambayo yeye amejitofautisha na wengine. Bado ukiangalia kwenye squad ya Simba unaweza kumuona Yusuf Kagoma ni wa kipekee tofauti na wengine. So kupata kandarasi nyingine bado inamuonyesha kwamba ana nafasi ya kufanya mazuri na makubwa zaidi kwenye klabu ya Simba. Hongera kwake Andrew Kinga Mkono. Tangu Simba wachukua ubingwa wao wa mwisho wamekuwa na muda mrefu wa kutengeneza timu. Katika kipindi chote hiki hawajawahi kuwa pengine na timu ambayo watu wanasema kwamba sasa tuna timu ambayo tunaitaka. Mpaka sasa hivi wanaingiza wachezaji, wanaangalia kwamba sawa, msimu ujao tunaongeza hapa. Rushen Derwek pamoja na Yusuf Kagoma ni miongoni mwa wachezaji ambao ulikuwa unatarajia kwamba wawe sehemu ya timu ya Simba ambayo pengine inatengenezwa ama ambayo itakuwa imesimama. Tangu usajili wa wachezaji hawa na walivyokuja, kila mmoja alikuja tofauti na wameonyesha kuwa na mchango kwenye timu. Aina yao uchezaji. Kagoma msimu miwili iliyopita toka amejiunga na Simba, unamuona ni mchezaji ambaye amekuwa na mchango, japokuwa hapo katikati walikuwa wanamlaumu sana, anacheza sana alafu sijui nini, wakataka hata kumuondoa kwenye timu kutokana na watu waliomletea, lakini bado muda wenyewe ukasema, kwa sababu ni mchezaji mzuri, mchezaji ambaye anajua kujituma, anaweza kukaba kwenye maeneo yake. Namba 6 ana mapungufu yake, sio mzuri kwenye kupiga pasi ndefu, lakini ni mzuri kwenye kupola mpira. Kwa hiyo hicho kitu kinamsaidia sana kuwafanya safu ya ulinzi ya Simba iwe imara. Umeona? Kwa hiyo unamkuta Derwek na vile vile ni mchezaji ambaye amekuja kwenye kikosi cha Simba, msimu huu ameingia, unaona jinsi gani alivyoweza kuimarisha pale watu wa katikati Simba ambao
walikuwa wanalalamika kuna mapungufu ya kina Chemalon, unaona walikuwa wanatoa maboko sana. Huyu amekuja ameziba, na unaona toka amekuja safu ya ulinzi wa Simba imeruhusu magoli machache akiwa pale chini. Ni mchezaji ambaye anaweza kuanzisha mashambulizi, anaweza kwenda kufunga mipira ya kona, cross, na umeona juzi hakuwepo kwenye mechi ya kombe la shirikisho dhidi ya B19. Simba imepiga kona 15, hakupiga hata kona moja kuingia golini. Kwa hiyo mtu kama huyu angekuwepo ambaye ni mzuri kwenye ile mipira, yeye na Nangu, unajua walijitofautisha, walifunga sana magoli ya vichwa. Umeona pamoja na yule aliyeumia majeruhi Shamuka Rabo wakati huo pia akiwepo. Kwa hiyo unaona ni watu ambao kukosekana kwao kwenye ile mechi aina yake, maana angekuwepo kwenye zile kona 15, tunaamini moja angeweza kuikuta akafunga goli. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana kitu cha tofauti na ameisaidia safu ya ulinzi wa Simba, na kwa sababu kocha anatengeneza timu. Timu ya Simba bado haiko imara, bado inatengenezwa katikati ya mashindano. Kwa hiyo naamini kuendelea kuwa nao kutawasaidia kwenda kwenye msimu ujao kuwa na timu bora zaidi. Sawa. Ni mkataba hiyo ambayo wamepewa wachezaji hao wa Simba, Roshan Derwek ambaye amesaini mkataba mwingine wa mwaka mmoja zaidi, lakini pia Yusuf Kagoma ambaye ameongeza mkataba wa miaka miwili. Ile miwili ya awali ameongeza tena, sasa hivi ataendelea kuitumikia Simba Sports Club. Sasa tutazame takwimu za wachezaji hawa, tukianza na Yusuf Kagoma, kile ambacho amekifanya mpaka sasa kwenye michezo ya ligi kuu ya NBC. Nafasi ambayo anacheza Yusuf Kagoma ni kiungo mkabaji, ambapo mpaka sasa amecheza mechi 10 akiwa hana goli, akiwa ametoa assist moja, dakika 817, interception ni 19, lakini tackling amefanya 3. Huyu ni Yusuf Kagoma, kiungo mkabaji wa Simba Sports Club ambaye walimsajili kutoka Singida Black Stars kipindi hicho, sio ilikuwa ni Big Stars, sio ilikuwa ni Singida Fountain Gate. Singida Fountain Gate, sikumbuki sana. Singida Fountain Gate. Ametokea huko Singida. Ametokea Singida. Mimi siwezi kukumbuka sana alikuwa ametokea Singida ipi, ila ni hizo Singida. Lakini mchezaji mwingine ambaye ameongezwa mkataba ni Roshan Derwek ambaye tunamtazama hapa, ni beki wa kati. Michezo 9 amecheza, magoli 3, assist hana hata moja. Dakika ambazo amecheza ni 786, interception 14, lakini tackling ambazo amezifanya ni 6. Huyu ni mmoja kati ya wachezaji ambao ni bingwa wa tackling kwa Simba. Wanafanya vizuri sana. Wakati Kagoma akiwa na tackling 3, hiki chuma kina tackling 6, lakini pia kina magoli 3. Unaweza kuona jinsi ambavyo anaweza pia akaenda kusaidia timu wakati wa kushambulia. Ni beki mzuri, ni kiongozi uwanjani. Mbali ya kuwa beki unakuwa kiongozi. Unajua eneo la ulinzi ndio ile namba linaweza likaongoza pia timu. Kuanzia kwa goalkeeper, mabeki wakati wa pembeni wanaweza wakaiona timu vizuri zaidi. Kwa hiyo unaona timu inavyo. Ana sifa hiyo. Mimi niseme ni uamuzi sahihi. Ujue kwa mfano Rashid, wewe hapa, si labda mkataba wako labda unaisha mwakani mwezi wa 6. Tukichelewa kukuongeza, tukasikia labda unatakiwa na media nyingine nini, lazima jasho litatoka. Kwa hiyo Simba walichokifanya ni kufanya huo mchakato mapema, kuepusha yale maneno kwamba wenzake wamemwahidi milioni 800. Milioni 800 amefanya kitu. Alafu pia mara nyingine huwa haya yanafanya pia hata thamani za wachezaji zinakuwa zinaongezeka sana kupitiliza. Yani wewe fikiria, au kipindi kile fikiria yule mshikaji yule wakati ule anahusishwa kwamba bana anaondoka 500 wakaingia patieni hiyo ataondoka kweli huyo. Na angeondoka kweli, na angepata hela nyingi. Asingepata. Asingepata. Mimi nakuhakikishia vyanzo vyangu angepata hela nyingi kuliko ambayo walipewa. Wangemchukua kweli? Walikuwa wanamtaka au wanatikisa tu? Sorry, walikuwa wanamtaka kweli. Wanamtaka kweli? Sasa mbona haja mnanili? Mimi nakwambia bila simu ya Mkulungwa. Halo, Magasole. Ni mimi hapa. Rashid Hamis. Unataka utaki? Unanionea haya. Basi mkubwa. Hamna shida. Unafanya jambo. Lakini vinginevyo angeondoka kweli. Kwa sababu dhamira wale walikuwa nayo. Na wale dhamira ilikuwa ni kuibomoa hii. Sio, unaelewa? Kwa hiyo maana hata mazingira ambayo wanatengeneza wakubwa hapa sasa hizi ni kuona kwanza flow ni kulinda, lakini pia kutokujikuta wanatengeneza gharama kubwa sana ya kuongeza mikataba ya wachezaji. Of course, unajua lazima wapongeze uongozi wa Simba. Wachezaji ambao wamewasajili dirisha dogo. Mimi nilikuwa natamani wangekuwa wanafanya hivyo kwenye dirisha kubwa. Yaani wanafanya assessment ya kina sana. Na hakuna kazi ngumu kama kufanya assessment ya wachezaji ambao wanataka kuingiza kwenye timu. Na wale uliokuepo kuwatoa. Manake ili umtoe huyu
wanatakiwa kuleta daraja kubwa zaidi ya huyu. Okay, sawa. Sasa hicho huwa ni kitu kigumu sana kwenye football. Na ukiachana na hilo pia kuna wengine ambao wamepewa vyombo vya usafiri ama ni magari. Magari hawezi kumiliki ngoda bwana. Gari hawezi kumiliki ngoda kaka. Magari? Wewe unajua namna kutafuta gari ilivyo ngumu. Wewe Rashidi, unajua kupata gari ilivyo ngumu? Au wewe unachukulia poa? Unataka tutoe mifano? Mimi nitamuuliza mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa ameshasema Albert Chalamila kuhusiana na magari ambayo yanapaswa kuleta pia hata foleni. Tutamuuliza yeye. Lakini aliposema kwenye namba A pale kuna gari unakutana nalo ni jipi afu namba A. Ile mitego. Kuna watu wengine sio kweli. Kwa hiyo akisema namba A aseme yaliyochakaa. Lakini kuna namba A unakutana na A. Nikishakutana na A. Shaenda Dodoma, nimeenda Dodoma nikakutana na V8. 2023. Afu eti namba A kama tufazi wajinga. Sawa. Tuachane na hili ambalo lilikuwa linahusu pia swala hilo la Simba na mikataba ambayo imeongezwa wachezaji wake, lakini pia na mengine yote ambayo yanajiri kwenye kikosi hicho. Lakini fungia viwanja imekuwa ikiendelea. Tunataka tuangalie nini mwarobaini wa hiki ambacho kinafanyika, kwa sababu uwanja wa Sokoine umepigwa kufuli tena baada ya kuwa na takriban mechi moja nakumbuka, baada ya kufunguliwa ukarudi mechi kama sio moja mbili zikachezwa pale, alafu uwanja ule ukarudi tena kwenye kufuli. Nini ambacho kinafanyika hapa? Tutaangalia idadi ya viwanja ambavyo vimefungiwa mwaka huu. Sokoine ikifungiwa mara 2, lakini Mkokwani hii imefungiwa mara 1, na uwanja mwingine ambao ulifungiwa ni wa Ali Hassan Mwinyi pale Tabora. Uwanja ulikuwa unatumiwa na Tabora na TRA, lakini uwanja mwingine ni uwanja wa Mkokwani na uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam. Huu ulifungiwa chap tu. Na kufunguliwa chap. Umetumia neno zuri sana. Chap. Yani viwans, ushawahi kutumia viwans? Kitoa tu mkono. Haipo. Wewe ushikilie, uirudishe alafu ukiachia unajua umeondoka. Sasa tayari sana. KMC na ilikuwa hivi. Lakini tuangalie nini ambacho kinapelekea hivi viwanja vinafungwa na kufunguliwa. Binafsi nilimsikiliza Thabit Zakaria Zaka za kazi baada ya mchezo wa Tanzania Prisons dhidi ya Azam. Alikiri kwamba ule uwanja bado haufai ama haupo kwenye utayari wa kuhodhi mchezo wa soka kwa namna ambavyo pitch ilivyokuwa, na akajaribu kutoa ushauri. Akasema kinachotakiwa ni kubadilisha ile layer, yani sio kufanyia marekebisho, kubadilisha ile layer, yani ule udongo wote ubebwe, utolewe pale, kile kifusi kitolewe, waweke kifusi kingine na uwanja ufanyiwe leveling. Kitu ambacho ni uwanja wa Liti ambao niliwahi kuona umefanyiwa hivyo wakati Singida Black Stars inaanza kutumia ule uwanja. Ali Hassan Mwinyi. Ali Hassan Mwinyi waliubomoa wote? Waliukwangua wote? Kweli? Mshautoa wote. Alienda pale zamani sana, nakumbuka. Zamani sana. Sawa, wakafanyia hivyo uwanja wa Tanzanite pale Kwara, na wenyewe ndo uwanja ambao ulifanya hivyo. Lakini viwanja vingine mfano Sheikh Amrabedi. Sheikh Amrabedi, yes, Sheikh Amrabedi. Lakini viwanja, kwa mfano uwanja ule wa Sokoine, unajua Mbeya ni kijani. Ukienda ukautazama kwa juu unasema kweli hapa uwanja upo. Lakini ni uwanja fulani hivi ambao haujabalance sana kwenye baadhi ya maeneo, na udongo huu ambao umetumika kwenye huu uwanja nadhani ni udongo ambao pia haunyonyi maji. Kwa hiyo mvua ikinyesha ama kitokea maji kwenye huu uwanja, kuchezeka inakuwa ni ngumu sana. Huu ndio uwanja ambao Thabit Zakaria Zaka za kazi alitoa ushauri pia kwamba unabidi utufumuliwe, yani hiyo pitch iondolewe, kila kitu kiondolewe ili uanze kutengenezwa upya. Shida ya viwanja vya Tanzania ni pitch, vinafungiwa kwa sababu ya pitch, vinafungiwa kwa sababu ya miundombinu mingine ya michezo. Nafikiri leo nitatoa tena ushauri mara ya pili. Sawa. Shida ya viwanja vingi vya Tanzania ni management ya viwanja vyenyewe. Tuna idadi ya moja kati ya nchi yenye utajiri mkubwa wa viwanja Afrika Mashariki na Kati. Tanzania ina utajiri mkubwa wa viwanja kwa sababu katika kila mkoa, hapa ni Mkokwani Tanga, ambapo na wenyewe ulifumuliwa ukatengenezwa pitch upya. Lakini
Na wenyewe ukafungiwa baadaye. Ukafungiwa, yes. Nilikuwa namsikiza yule alikuwa anasema uzembe. Mimi kwangu pale hapo kulifanyika uzembe. Mvua ikanyesha, nyasi zika hapo kulifanyika uzembe, kwa sababu nilimsikia mmoja kati ya waandamizi ambao wanasimamia uwanja alitoa sababu ambayo mimi kwangu haikuwa na mashiko, kwamba kuna tenki limepasuka, wao walikuwa hawana habari. Maana yake ni uwanja ambao umekosa usimamizi wa kila siku. Tenki ambao lilipasuka, kwa hiyo likawa lipeleki maji, kwa hiyo kapelekea uwanja kukauka na uwanja kupoteza sifa kuchezwa ligi kuu. Sasa hapa kuna vitu viwili Mankasole. Kwanza kuna management ya uwanja, alafu mbili, hii ni Dar es Salaam, nadhani tunaenda kwenye uwanja wa KMC. Mbili, kuna kamati ya nini, ya ukaguzi. Kuna kamati ya ukaguzi kwenye swala la management la viwanja. Inawezekana kwa sababu viwanja vingi tunavyovitumia kwenye ligi ni viwanja vya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kuna namna inabidi waji associate na hivi vilabu kuangalia kama kuna namna nyingine wanaweza kupeana namna ya kuvitunza. Hilo ni jambo ambalo nawaachia wao, lakini leo nataka kuangalia zaidi, kufikiri kuhusiana na kamati ambayo huwa inadili kuvikagua hivi viwanja. Ndio. Hivi viwanja kanuni ya ngapi? Ya 9. Kanuni ya 9 ibara ya 8 something. Sasa hiyo kanuni nitaisoma. Kanuni ya 9 inasema uwanja wote wa michezo ya ligi kuu ni lazima uthibitishwe na TFF. Klabu itachagua na kutambulisha uwanja wake wa nyumbani na kutaarifu bodi ya ligi katika kipindi cha uthibitisho wa ushiriki ligi kuu. Mwanzo wa msimu kabisa hapo. Lakini hiyo ni moja. 8 inasema uwanja wa michezo ya ligi utakaofunguliwa baada ya kuwa umefungiwa na kamati. Ibara ya 8. Sawa. Uwanja wa michezo ya ligi utakaofunguliwa baada ya kuwa umefungiwa na kamati ya leseni za klabu hautoruhusiwa kupangiwa mchezo na TFF au bodi ya ligi mpaka itakapokamilika kipindi cha siku 7, yani kitakapotimia kipindi cha siku 7 za uangalizi, maandalizi na kukidhi haja ya matumizi ya uwanja huo. Haya, sasa turejea hapo kwenye hiyo ibara ya 8. Umeona? Ibara ya 8 hiyo inasema uwanja utakaofungiwa kamati itajithibitisha kukagua, ikishamaliza na kuaminisha kwamba uwanja upo tayari. Kitapita kipindi cha siku 7. Ipite kipindi cha siku 7 za kuangalia. Alafu then ndio itatolewa kibali. Itakuwa wamethibitisha kwamba ichezwe mechi. Huu uwanja ulifungiwa kabla ya Azam kwenda. Ndio. Uwanja ulipofungiwa kabla ya Azam kwenda, malalamiko yalopelekwa kwenye ule uwanja ilikuwa ni kujaza kifusi cha mchanga kwenye eneo la benchi ya ufundi, kwamba yale maeneo yanakaa maji yanatuama. Ndio? Na ni kweli. Kamati ikathibitisha kwamba jambo hilo limekwisha. Wamekwenda Azam FC. Wameenda kuraise kitu kingine kipya, kwamba uwanja unaonekana haufai kwa matumizi ya mechi za ligi kuu. Mimi ninachojaribu kutaka kufikiri kwenye hili jambo ni kwamba kwanza hata hii kamati yenyewe mimi siwaelewi kabisa, yani huwa sijawahi kuelewa, sijui kama nyinyi wenzangu mnawahi kuelewa. Mimi sijawahi kuelewa huwa wanafanya shughuli gani kwenye hizi kamati. Kwa nini? Kwa sababu gani? Unajua hizi kamati huwa zinaenda kukagua viwanja kabla msimu hujaanza. Sawa. Si ndio bwana? Na huo msimu ukirejea kwenye hiyo ibara hapo ya 8 inakupa nafasi baada ya ukaguzi kuna siku 7 kama utaufungia. Sawa. Ya kujithibitishia kwamba uwanja uendelee. Mechi ya kwanza ya ligi, unafungia uwanja umefungiwa. Nakupa mfano mechi ya Tabora. Yaani mechi ya kwanza walivyocheza mechi ya kwanza umefungiwa. Unajiuliza hii kamati
iliyokwenda kukagua uwanja mechi ya kwanza ya ligi umefungiwa, ilienda ilishauri nini? Ilienda ilikagua nini? na ilipendekeza vitu gani ambavyo havikufanyika? Sasa mimi napenda kitu kimoja, ni shauri labda, si utakuwa ushauri mzuri, si utakuwa ushauri mbaya. Napenda iwe hivi, kamati ya bodi ya ligi na TFF wakienda kukagua uwanja kwenye zile criteria zote ambazo wamezipa management ya uwanja, uwanja uwe A, uwe B, uwe C, uwe D, si ndio bwana? Ikatokea kamati imejiridhisha kwa 100% kwamba huu uwanja unapaswa kuchezewa ligi kuu, ndio uwanja ukaenda ukachezwa mechi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ukapoteza sifa ya kuchezewa ligi kuu, huo uwanja unatakiwa kuban for the rest of the season. Huo ni ushauri wangu. Uban for the rest of the season. Kwa sababu wameshindwa kuheshimu. Umeelewa? Maanake sasa waliokwenda sio kina Mangasole, walioenda ni taasisi. Kwa hiyo wameshindwa kuheshimu maoni ya taasisi kwenye kusimamia maendeleo ya mpira. Kwa hiyo maanake kuliko unafungia unakaa wiki unafungulia, unakaa wiki moja tena unaufungia, ufungie msimu mzima kwamba bana nyinyi Sokoine tusikie hapa imekoma. Tusikie mawazo ya Andrew Kinga Mkono. Alafu na mimi leo itabidi na mimi ndio nitoe mawazo yangu. Mimi nitakuoji mawazo yangu. Mimi nitakuwa kama sehemu ya watu mawazo. Andrew Kinga Mkono. Kila mkoa wa Tanzania tunaweza tukasema kuna viwanja vya mpira ambavyo baadhi ama vingi vinamilikiwa na Chama cha Mapinduzi. Mimi mkoani kwangu kuna uwanja, yani ni mikoa mingi sana. Yote mikoa mingi sana. Ilikuwa sera nchi. Kwa hiyo tuna viwanja takriban 25 tuseme, yani zaidi ya viwanja 25 ambavyo ni vikubwa vinavyoweza vikahodhi michezo mbalimbali ikiwemo riadha na michezo mingine pamoja na mpira wa miguu. Kwa nini tumeendelea kuwa na fungua ya viwanja hasa vya ligi kuu? Tumetengeneza ligi kuu imekuwa na hadhi, lakini kwenye utengenezaji wa viwanja vyenye hadhi ya ligi kuu naona ni kitu ambacho bado mpaka sasa tunafeli. Mimi nataka kuzungumza kwanza, ili la kufungia inakuja wakati mwingine inaondoa hata ile nia njema ya kufungia. Sasa imeonekana kama ni sehemu ya mpango ya kuzisaidia klabu fulani. Umeona? Kwa sababu wanaona siku tukienda mbali. Kwa watu wanaweza kutengeneza mpango wakasema bwana kuna watu wana nguvu ile. Kwenye maisha ya mpira wa Tanzania inawezekana. Yani kwa sababu ya wasifanye, yani wasiende wao tunaishi huko. Tunaishi huko. Sawa. Kwa hiyo matatizo ni mengi. Kwa hiyo ndio maana wakati mwingine unaweza kujiuliza. Hii mechi ya huyu kacheza pale. Huyu alikuwa anataka kwenda pale, mechi ile ikasema uwanja ufai, ukafungiwa. Afu kabla mechi, wakati anaenda kucheza mechi sehemu nyingine, mechi ilipohamishwa sehemu nyingine, uwanja ukafunguliwa. Unajua unakuwa na nia njema, lakini mbona hii nia njema yako kama ina mashaka? Unatengeneza mazingira kuonekana kama wewe unawataka watu afu ukimwangalia mtu ana ratiba ya mechi za sehemu fulani moja. Kwa hiyo umemtengenezea mtu akacheza mechi yake sehemu moja ili asipate tabu ya kwenda kule akarudi huku. Huyu kwa sababu mechi unaofungia uwanja leo, wakati bwana anahamisha mechi kwenda sehemu fulani, ule uwanja unaufungulia. Umenisoma? Umeniona hapa tatizo linapokuja? Kwa hiyo ile mazingira hayo yanaonyesha changamoto. Sijaelewa. Yaani uwanja mfano moja kwa moja ni Sokoine. Sokoine ulifungiwa siku moja kabla Simba hajaenda. Ukasema uwanja haufai. Ikatoka barua kwamba uwanja umefungiwa. Wakaenda Dodoma. Prison wakasema wanaenda Dodoma. Mechi ikapelekwa Dodoma. Sawa? Wakati Prison wametangaza kwenda Dodoma, jioni yake ikatangazwa ule uwanja umefunguliwa. Alafu Prison akaenda kucheza mechi nyingine ya ligi pale. Sasa mechi iliyofuata ni Azam. Ndio akaenda na Azam kule. Mechi ikafuata ikacheza pale. Ikachezwa kule na Azam. Sasa ndio unasema uone kama haya mazingira yanaonekana. Alafu Simba alikuwa na mechi Dodoma. Alikuwa na mechi na Dodoma Jiji, alikuwa na mechi na Prison. Kwa hiyo Simba ilimpasa kwanza aende Mbeya, atoke Mbeya arudi Dodoma. Kwa hiyo uone kama unamtengenezea mtu mazingira kwamba huyu Simba hakutaka kwenda kutumia hizo kilomita nyingi kwenda kule kurudi hapa kama atachoka. Lakini Andrew, naona Andrew, kwa hiyo
Mimi naamini kwamba kamati ambayo inahusika na masuala haya ya hivi viwanja. Maoni yako sasa. Hicho ambacho anakizungumza. Naamini huwa wanajiridhisha kwamba huu uwanja una mapungufu fulani kabla hawajafungiwa. Na huwa wanaainisha. Wanaainisha kwamba fanya marekebisho eneo fulani, fanya marekebisho eneo fulani. Pengine wakati taarifa hiyo inatoka, ni kweli kulikuwa na hayo mapungufu. Asubuhi na jioni. Zile siku 7 ziko wapi ambazo kikanuni zinasema? Wewe huwezi kujenga nyumba asubuhi na jioni. Yaani asubuhi useme ufai, jioni unasema unafaa. Yaani uwanja yaani kanuni siko wazi. Kanuni inataka ikupe siku 7 za kuangalia. Ukiufungia uwanja leo, si ndio? Ujiridhisha ndani ya siku 7 kwamba bado upo kwenye baada ya ukaguzi. Yaani baada ya ukaguzi, baada ya kufungia, baada ya ukaguzi. Huo uwanja ukae ndani ya siku 7. Uangaliwe. Yaani hapo siku 7 za uangalizi. Alafu ndio uje ufanye uamuzi kwa ithibati ya huo uwanja kufanyaje? Kutumika. Kwa hiyo kwanza hiyo kingine. Kwa hiyo ukitoa swala hilo, yani ambalo linaonekana ni njema na inaweza kuonekana kama ni tatizo. Kuna changamoto ambazo sasa inaonekana kwamba viwanja vyetu vingi vilijengwa zamani. Kwa hiyo wakati mwingine miundombinu yake inakuwa imepitwa na wakati. Kwa sababu zamani viwanja vilikuwa viwekwe mabomba labda chini, umeona viweke mabomba chini. Kwa hiyo sasa hizi viwanja vinapaswa kuweka mabomba chini kwa ajili ya kutoa maji uwanjani na kwanza umwagiliaji pamoja na kutoa maji uwanjani. Umeona? Kwa hiyo kunapaswa kutengenezwa mazingira kwamba hivi viwanja sasa viendane na hiyo hali kwamba sasa viwanja vinaweza kutumika kwa mazingira. Kwa ndio Zaka anashauri kwamba zile itolewe ili kufanyiwe vitu kama hivyo, kuweka miundombinu mipya ambayo itakuwa inaruhusu maji yatoke na maji yaingie uwanjani kwa ajili ya kumwagilia. Uwanja wa Sokoine kwa hali yake kwa msimu kama huu wa mvua, ile hali ni kawaida. Uwanja huko eneo ambalo lina chemchem. Ndio nasema kwa msimu kama huu wa mvua. Yaani chemchem haikupati tu wewe mchezaji, hata jukwani kwa mashabiki. Inabidi uangalie sehemu ya kukaa kwa sababu unaweza ukarudi nyumbani suruali haifai. Kama Rashid unaweza ukawa unafahamu vizuri sana uwanja wa Sokoine. Kwa hiyo nadhani upo kwenye eneo lenye chemchem. Kwa hiyo ndio tunatokubaliana kwamba lazima miundombinu ya pale ikibadilishwa, ikatengenezwa kwa viwango hivyo ambavyo maji yatakuwa yanaweza kuingia uwanjani na maji yanaweza kutoka. Shamba la Bibi lilisumbua sana uwanja wa nani wa Uhuru. Ulisumbua sana wakati ule mvua ilinyesha pale, watu wanatumia magodoro, unajua tulikuwa tunapiga hizo picha kuonyesha watu wanakamua maji uwanjani kwa magodoro. Lakini baadaye wamekuja wametengeneza, wameweka miundombinu ya kufyonza yale maji yakawa yanatoka ili kupunguza hilo changamoto. Sasa hivi uwanja ule unacheza. Ushauri wako ni nini? Kama ambavyo Rashid. Ushauri wangu kwanza warekebishe viwanja katika viwango vinavyostahili. Kama kweli wanataka na mwanzo wa msimu waonyeshe kwamba kiwanja A hakipaswi kuwa paka kio kina vigezo 1 2 3. Sawa? Kingine kama kiwanja kinaonekana kimefungiwa mara ya kwanza kikafunguliwa, mara ya pili kinafungiwa tena kinafunguliwa, hao wenye huo uwanja, waendezaji huo uwanja wanani kama anasema Rashid, uwanja usimame kwa muda mrefu zaidi ili matengenezo yote yafikiwe katika kile kiwango kinachostahili. Kwa sababu gani? Kunaonekana kama matengenezo watu wanafanya matengenezo nusu nusu. Kama watu wakiwa wanafanya matengenezo nusu nusu ndio matokeo, kwa sababu leo unawaambia jukwani hakuna sijui kunakaa maji kwenye benchi la ufundi. Kesho unasema kiwanja pa kuchezea. Kesho kutwa tutakuja kusema majukwaa. Watu kuna uwanja ulifungiwa kwa sababu majukwaa hakuna majukwaa. Vyoo. Unaona wengine wanafungia vyoo. Kwa hiyo lazima ile kamati, kama kweli kamati inaenda kufanya kazi yake katika weledi, inapaswa iviainishe hivi yote mambo, kwa sababu wao si wana mpango kazi wanao. Kiwanja ili kiwe kina sifa ya kuchezewa ligi kuu, kinatakiwa hizi hapa. Kwa hiyo unaenda unatiki ile jedwali lako, kila sehemu unatiki, ili mwisho wa siku mpate kitu ambacho kitakuwa kimenyooka. Ili tukisema uwanja wa Taifa unafaa kuchezea mechi, basi una hivi vigezo. Ndio CAF inachofanya. Ndio maana unakuta wakati mwingine viwanja kizuri tunatokana kizuri, lakini CAF inasema uwanja ufai kwa sababu una vigezo vyake ambavyo unatakiwa wewe uwe navyo kutimiza kufanya huo uwanja utimie. Sawa. Sasa maoni yako wewe ulisema? Mimi maoni yangu kuhusiana na hili swala la viwanja. Binafsi mimi sina uwanja mfano ambao naweza nikautoa kwamba tuna uwanja mfano ukiacha uwanja wa Amani sasa hivi na uwanja wa Benjamin Mkapa ambao sasa hivi unafanywa marekebisho. Sina uwanja mfano wa kukupatia kwamba tunahitaji tuwe viwanja vya namna gani mikoani. Kwa mikoani. Mimi mfano wangu kwenye pitch kwa raha. Wewe kwa raha. Sawa. Moja kati ya best pitch kabisa. Kwangu mimi sina uwanja mfano wa kuweza kuzungumza kwamba tunatakiwa mikoani tuwe na viwanja vyenye standard ipi, lakini hivi viwanja vinamilikiwa na Chama cha Mapinduzi.
siku moja tulipata nafasi ya kutembelewa hapa na msemaji wa serikali ambaye pia ni katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gerson Msigwa. Moja kati ya vitu ambavyo nilitamani vifanyike, nilitamani serikali iingie ubia kwa namna yoyote ile kupitia shirikisho la soka nchini TFF, Chama cha Mapinduzi, yani hawa watu watatu ama hivi vitu vitatu, chama klabu achana nazo. We klabu gani ambayo we anayemiliki viwanja ni nani? Chama cha Mapinduzi, yani viwanja vingi. Alafu anayesimamia mpira ni TFF. Anayeweza akatoa mchango wa hivi viwanja kufanyiwa marekebisho, akatoa fungu ni serikali. Hivi viwanja vinatumika kwa ajili ya michezo. Vinatumika pia kwa ajili ya yani vinakutanisha watu ambao hawapo kwenye labda mrengo wa kisiasa, lakini wakiingia mle mashabiki wanaenda kutazama mpira. Tuna viwanja vingi ambavyo vipo kwenye hali hiyo ambavyo havikidhi kusema yani tunaviona kwamba havifikii hadhi ya kuwa kwenye ligi kuu ya NBC. Ligi ambayo ni kubwa, tunainadi, ligi ambayo inaonekana mechi zake zote zinaonekana kupitia Azam TV. Sasa hivi vitu vitatu ama tuseme hawa watu watatu wakae waone ni namna gani ambavyo wanaweza wakashirikiana, TFF ambavyo inaweza ikashirikiana na Chama cha Mapinduzi kuweza kuboresha hivi viwanja, lakini kama watashindwa watafute wadau, iwe ni serikali ama wadau wengine ambao wanaweza wakafanya maboresho haya. Hivi viwanja vina majina. Kwa mfano uwanja unaitwa uwanja wa Sokoine Mbeya. Sawa, hatutaki kwamba tuondoe asili ya lile jina. Uwanja unaitwa Sheikh Amri Abeid Arusha. Uwanja wa Karume Musoma. Uwanja wa Majimaji pale Songea. Hivi viwanja tunaweza tukavirekebisha. Kwa mfano wewe ni taasisi yako, una hela. Unaenda unaongea na Chama cha Mapinduzi, bana mimi nataka nirekebishe uwanja kwenye hadhi ambayo utakuwa pengine TFF inahitaji ama serikali inahitaji ama standard ambayo inahitajika. Alafu uwanja ule kwa msimu kadhaa utakuwa unapewa jina la mtu yule ili kuweza kutengeneza pia mtu okay. Kwa tunatoa jina. Lakini kuna manufaa ambayo utayapata, achana na jina. Kuna viwanja vingi si vipo kwenye maeneo ya kibiashara. Unaweza kunufaika pia. Mfano uwanja wa Singida. Unaweza kunufaika pia kibiashara. Ule uwanja unaitwa Mwigulu Complex. Airtel Stadium. Ule uwanja unaitwa Airtel Stadium. Unaitwa Airtel. Wewe ndio unasema sasa, wao wanasema hivi. Ule uwanja unaitwa Mwigulu Complex. Airtel Stadium. Haya, kwa muktadha huu maana wanasema hivi. Sokoine uitwe Sokoine Stadium. Unajua kwa nini jina la mtu ambaye anaenda kuwekeza? Kwa mfano, Camp Nou, uwanja wa Barcelona. Ulitoka kwenye Camp Nou na kuwa Spotify Camp Nou Stadium. Sawa? Ina maana kwamba Spotify walinunua haki ya jina la uwanja ule. Mimi leo nina kampuni yangu. Nimeenda nimefanya marekebisho ya uwanja. Mfano huo uwanja ambao unatumiwa na Singida ambao unaitwa Airtel Stadium kwa sababu ya jina. Airtel wameenda pale, kampuni imewekeza kwenye ule uwanja. Wamepewa jina lao. Wanasimamia yani uwanja unasimamiwa na wao kwenye swala la haki ya jina. Kwa nini tusitengeneze nafasi hivi viwanja? Kwa sababu kama vimeshindwa kutengenezwa na timu hizi zinazocheza ligi kuu, kwa sababu karabati wa uwanja utahitaji billions of money. Hauwezi kwenda kufumua ule uwanja wa Sokoine ukautengeneza kwa shilingi 250,000. Labda kama unamtumia fundi Michael. Hapo ndo kidogo itakuwa. Ndio atakuja haya kiasi kutafungia. Mimi kwenye swala la viwanja inabidi hawa majanti wote wawili, watatu wakae, serikali, Chama cha Mapinduzi, TFF wakae waangalie namna gani ambavyo wanaweza kuboresha hivi viwanja. Wakiacha ile jukumu likawa chini ya Chama cha Mapinduzi tu, likawa chini ya timu ambazo zinashiriki ligi kuu ya NBC. Dodoma sasa hivi ina timu ngapi? Dodoma ina Dodoma Jiji, ina Mtibwa. Alafu kuna timu zitaenda kuomba pale. Zipo timu za championship pale mbili. Baada ya wiki mbili, ule uwanja utafungiwa. Kwa sababu ule uwanja utakuwa umetumika zaidi ya kawaida. Yaani katika kiwango cha kupitiliza. Hivyo ule uwanja itabidi ufungiwe. Dodoma anaenda wapi? Anamuuliza Mtibwa tunaenda wapi? Kwa sababu Mtibwa naye yuko pale mwenyeji. Tunaenda Jamhuri Morogoro. Jamhuri Morogoro akifika wiki mbili tunafunga. Wanaenda wapi?
Kwa basi kumbe opportunity basi ilikuwa ni hii ya kuandaa AFCON. Labda tukachezee na sasa AFCON inatengeneza viwanja vichache, kwani inatengeneza viwanja vyote? Yani tungepata yani kwa maana ya mawazo ya Mangasole. Kwa maana ya kwamba serikali ingevitazama viwanja ambavyo vinatumika mara nyingi kwenye ligi kuu kwa maana ya preparation ya AFCON, wangejaribu kufanyia vile viwanja kwenye majiji makubwa. Unajua Mwanza ni miongoni mwa majiji kubwa sana. Mwanza ni miongoni mwa majiji kubwa sana. Ule uwanja CCM Kirumba. Tengeneza uwe miongoni mwa viwanja ambavyo timu ya taifa inaweza kaenda kucheza pale. Yaani uwe ni uwanja ambao mtu anaweza akaenda kufanya kitu chochote. Mpaka leo hii uko na sifa hizo. Labda haya mapungufu madogo ambayo yametokea ndio yanasababisha kufungiwa viwanja. Tumalize hili lakini hata hivyo kutengeneza uwanja ni wewe una kiwanja. Unataka kusema nini? Kukijenga ni kazi. Sio kujenga kazi. Unajua hii ni swala la watu wote. Kwa hiyo mimi kusema kweli sivutiwi yani ni Tanzania pekee kuna hizi mambo yani kwamba kila siku viwanja unafungia kiwanja. Kizungumza pengine kuna uzembe kwenye management, kuna uzembe unafanyika kwenye viwanja, lakini kuna maboresho ya jumla, lakini pia kuna tatizo ambalo mimi naliona kwenye kamati ambao haifanyi kazi yake. Sioni yani kama mnaenda kuorozesha jamani, kuna 1 2 3 kwenye kiwanja. Tumalize hili swala. Fungia, ukishakifungia kifungie msimu mzima. Waambie jamani, nyinyi mnaona mmeshindwa kutekeleza hiki. Jamani, Mbeya msimu huu wataenda wapi? Hamtakuwa na ligi kuu. Hakuna viwanja ambavyo vinaweza vika accommodate hizo timu zote 16 za ligi kuu. Kufungia kwamba msimu mzima ni kujidanganya, utafungua tu watu waende wakacheze. Lakini marekebisho yanayotakiwa ni kutengeneza viwanja vyenye standard nzuri, yani ndio kutengeneza mara mbili. Tumalize hapo, tunaenda kwenye joto la Afrika.